Asante. Mimi ndio Vitalis Ujenzi, kwa maana kwenye akaunti ya YouTube natumia Vitalis Ujenzi na Instagram ni Vitalis Ujenzi, lakini katika mtandao ule ambao ni wa Facebook natumia jina la Vitalis Hema. Mimi nimekuwa kweli, nashukuru kwa sababu tangu nilifika katika mitandao ya kijamii nimekuwa na washabiki wengi wanafuatilia kazi zangu, ikiwemo wengi ambao hapo sasa, hata wengine ambao ni Watanzania lakini wako mataifa ya Ulaya, South Africa, kuna watu wa nchi mbalimbali mpaka Rwanda, Burundi, imekuwa wakinifuatilia na ninashukuru kwa hiyo, kwa sababu pia wameona kazi zangu ni bora na wamekuwa wakinihoji mambo mengi. Wengine wamekuwa wakiniuliza kwamba sasa labda utakufanya kazi na wewe inakuaje, na waambia kwamba mimi nchi yote nafika, hakuna tatizo lolote kabisa, na mimi na timu yangu niko vizuri kabisa. Tunafanya kazi kwa weledi, tunafanya kazi kwa ubora ambao ni mzuri na sio kawaida, na vijana wangu tuko vizuri zaidi, na kazi aina yoyote ambayo inahusiana na ujenzi sisi tunafanya, ikiwemo kuanzia makadirio ya kukadiria mchoro, yani ramani, kwamba itagharimu kiasi gani. Unakutana na mteja mwingine anakuambia, wewe ndio Vitalis Ujenzi? Naambia ndio, mimi nahitaji nijenge ghorofa. Maana mimi namshukuru Mungu sana kwa kweli, historia yangu ni ndefu, labda nirudi hapo nyuma kidogo. Mimi nilianza kujifunza habari za hii fani ya ujenzi, nilianzia nilipata ufundi, labda nizungumzie nje ya kanuni za labda za shule, yani VETA. Nilikusudia tu kwamba mimi naomba kujifunza kazi, lazima nianze na nimejifunza kwenye makampuni makubwa yakiwemo pale Arusha. Nimefanya muda mrefu na baadhi ya kampuni tu nyingi, na fikiri wale ambao wananifuatilia kuanzia mwanzo kwenye YouTube, unakuta wengi walikuwa wananisikia labda niko kwenye kampuni ya Msele. Kampuni ya Msele tu nimeingia hivi juzi karibuni, kutokana na yule mkurugenzi mwenyewe ndo alinitafuta baada ya kutaka zangu baadhi ya maeneo, aliponielezwa kwamba huyu kijana ni mwaminifu kwenye kazi, anafanya kazi kwa wakati, anafanya kazi nzuri, akanitafuta. Tukakaa mezani, mimi tukakubaliana, lakini mimi nikiwa bado nina timu yangu nafanya kazi pembeni, hata nisipokuwa kampuni, na nilikuwa kampuni na kazi nafanya naye. Kwa mwisho wa siku niliendelea kukuza jina, nikapata vijana, unakuta wengine ni wameingia katika group langu. Naambia, mheshimiwa vipi bwana, mimi ni mchoraji, naambia na shida. Kwa mpaka sasa nina timu ya wachoraji ramani, na mpaka sasa nina kwa ujumla, kuanzia kufanya mahesabu ya mjengo, kufanya mahesabu ya ramani, kwamba kuanzia setting mpaka labda fulani shilingi ngapi, labor charge ya material, hivyo nimekuwa na idea, kwa sababu mimi baada ya kufanya hizo makampuni niliendelea kujiongeza na kusanya pesa yangu. Ninaenda kwa wataalamu muda wa shule, walimu wa vyuo wa VETA, na nikaenda nikajifunza mambo ya ukadiriaji wa jengo, kwa maana ya mambo ya BQ. Nimeenda hivyo nikaendelea kukuza kipaji changu, kwa sababu hiki kitu hata watu ambao wananifahamu hivyo wanasema bwana, hiki kitu ni kipaji chako, kwa sababu nimefanya fani nyingi. Nilikaga garage, nimefanya kazi ya kunyoa nywele, nimefanya kazi za kujifunza mambo labda ya utengenezaji wa pikipiki, lakini baada ya kuegemea kwenye hii fani, kweli nimeona nimekuwa na upesi fulani, nimekuwa na kiwango cha tofauti sana, na nimekuwa na makadirio ya jinsi kama ghorofa moja mbili nimefanya kwa muda mrefu na sijapata shida yoyote, basi kuharibu kazi ya mtu, na ni muda. Kwa ujumla niseme tu kwamba hadi nilipofikia nasema ninamshukuru Mungu sana, lakini nimeona ni vyema nifanye maamuzi haya ya kuweza kutengeneza video hii tena, ili tu niweze kuwaelezea wale wateja wangu, wadau wangu wananifuatilia, wenye nia njema ya kuweza kunipa kazi ili kukuza kipato changu kama kijana, na mimi napopata ile kazi huwa ninakuwa na timu vijana nao wanapata ajira. Kwa sababu hata pale nilipofikia sasa, nilitamani kipindi hicho kwamba nifike mahali najifunza kwa walimu wa VETA, wa vyuo, kuendelea kusoma ramani lakini nilifika mahali nikitamani hata mimi niwe na cheti. Lakini namshukuru Mungu, unachokusudia moyoni Mungu naye anakifanya.
Ilifika mahali rais aliyopo madarakani sasa, ambaye ni mheshimiwa rais wetu John Joseph Pombe Magufuli, kulitokea tu kitu yaani cha kunishangaza, kulikuwa ni uhitaji wangu. Nikakuta kulikuja fomu kwamba imetoka katika ofisi ya waziri mkuu, ilikuwa mwaka juzi, kwamba wanatakiwa wale watu waliopatia mafunzo ya ufundi nje ya kanuni za kisheria waandikishe majina kwenye manispaa zao, wamwone mkurugenzi. Na mimi nikawepo mmoja wapo, nikajiandikisha, kachukua fomu nikajaza. Baada ya muda nikaitwa, kati ya watu ambao tulijiandikisha mimi nikafurahi, na mimi nikawepo mmoja wapo. Kwa hiyo tukapelekwa hapa VETA na walimu walitolewa sehemu mbalimbali tu, wakatufundisha, tukafanya vitu kwa vitendo. Mwenye uwezo wake alikuwa kunaonyesha, kwa mfano kama unaweza kufanya setting, yani kitu ambacho kina tofauti na uwezo nacho kwenye setting ya nyumba, kwenye vitu vya tofauti, yani unaona kwamba una uwezo gani unaonyesha. Basi na mimi nikashukuru kwamba pia walimu nilikuwa kaja nikapendwa na walimu kutokana na uwezo nilionao, na mchana tukamaliza, tukamaliza subiri vyeti vyetu tukapewa. Kwa hivyo kwanza nampongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na timu yake. Nilipata kile cheti, kwanza mimi nafanya kazi kwa uhuru mpaka nimekuwa na uwezo kama unavyouona. Kweli mimi nitoe tu wito kwa vijana wale ambao wako kwenye fani aina mbalimbali, wasikubali tu mahali aliposimamia, lakini atamani kujiongeza siku hadi siku ili aweze kufanya kazi. Maana atakapokuwa na ujuzi kama labda ni wa gereji, fundi gereji, makanika, au ni kwa sababu tulichukuliwa watu aina mbalimbali katika ile fomu iliyotoka katika ofisi ya waziri mkuu. Tulichukuliwa vijana wa fani nyingi, wa magari, wahudumu wa mabaa, mahoteli. Kwa tuliona jinsi gani hakuna awamu zote zilizopita ambaye kuna mtu aliweza kukumbuka kitu kama hicho. Lakini niliona kwamba ni mmoja wapo kati ya mimi nilijibiwa katika maombi yangu pia, ambacho kwa na uhitaji mkubwa kwa muda mrefu, na ikachukua hata watu wengine. Kwa nitoe tu wito kwa vijana ambao walikosa elimu kutoka labda na familia uwezo, lakini ukawa na ujuzi, tamani kujiendeleza, ukiwezekana kusoma, hata soma, endelea kusoma, unaweza kupata kipato, soma, jiendeleze ili maisha yako yaweze kuwa mazuri, na wewe usiwe tegemezi kwa wazazi au kwa jamii, na uweze kusaidia na vijana. Ukipata ajira kama mimi mara nyingi nimekuwa kama sasa wanaozungumza, labda mimi naishi Arusha lakini nafanya kazi Dar es Salaam, Mbeya, Kilimanjaro, Kagera, Singida, mikoa mingi nafanya kazi. Inasaidia kwamba nawapa vijana wenzangu ajira na maisha yanasonga. Vijana wa shule wakai mtaani. Nikiko mimi nitoe kwamba nina uwezo wa kufanya kazi kwenye taasisi aina yoyote, mashirika, makampuni, watu binafsi. Nina uwezo huo. Yaani kama hizi ghorofa nimejenga, nikihesabu ni nyingi zaidi hata ya 16. Na sije kuharibu kazi ya mtu, na ninafanya kazi ambazo zinaenda na ziko kwenye wakati. Sasa hivi nina timu ya watu wachoraji, japo tunakutana na changamoto nyingi. Hilo ni eneo lingine sasa kwa wale wateja ambao tunakutana nao. Yaani hata sasa hivi nina order ya kazi nyingi sana za watu ambao ni Watanzania wako Marekani, ni Watanzania wako South Africa, Tanzania labda wako Liberia, wa Kenya, wako wengi, wengine nishafanya mpaka quotation zao. Mtu anakuambia sasa inakuaje ili niweze kufanya kazi yangu, mimi sijawahi kujenga. Naambia cha kwanza tunakufanyia sketch. Mimi na wachoraji unafanya sketch kabla hujaingiza vipimo, kutokana na ukubwa wa kiwanja chako kutabaki eneo la labda ya parking, sehemu za septic ya vyoo, hivyo unamshauri mtu, anakubali, anakuambia basi ushauri wako ni mzuri. Unafanyaje kazi? Naambia mimi nafanya kazi na mtu wa level aina yoyote. Hata kama mradi wake mtu ni mdogo au kipato chake ni kidogo cha kukusanya, tunakubaliana tu kwamba wewe bwana, sikia, tunakufanyia makadirio, tukishakufanyia sketch. Ukiikubali basi tunaomba utume advance kidogo, maana wengine tumewafanyia sketch mpaka mimi namuingizia vipimo, naambia bwana nakuingizia vipimo hivi. Lakini usije ukawa bwana mtu muongo, si mkweli, sisi tunapenda tufanye biashara na watu na ndio wateja wetu. Kaambia haina shida. Kishamuingizia tayari labda vipimo, mnatumia ramani, mshasipa apokee simu, message hajibu. Tunakutana hizo changamoto, lakini ni eneo la maisha, watu wote sio waaminifu. Kwa hiyo tunitoe pia kwa watu wengi pia katika mimi kama kijana mwenzao, mimi kama Tanzania mwenzao, mimi kama binadamu, ambacho upendi kufanyia usifanyie wenzako. Kwa hiyo wasifanye hivyo vitu.
waache kwamba huyu ndugu yangu naye anatafuta riziki, naye aweze kufanya kazi, aweze kula, aweze kuishi, maisha yasonge mbele. Kwa hiyo mimi ninachoomba tu ni kufahamishe kwamba sisi tunafanya kazi na watu wa level aina yoyote. Kwa maana hivi tunaweza tukafanya sketch tukakutumia, ukatuma advance yako, ukaingizwa vipimo, then ukakuta ramani imekamilika, tunakutumia ramani yako. Sasa inakuja awamu ya kwamba mimi kama mimi sasa sehemu nakuja kusimamia, mimi kama director wa hii team nasimamia hivi kwamba mimi director nafanya makadirio ile mchoro kwamba kuanzia siku tunafanya setting ya ile ramani itakosti shilingi ngapi kupata material na labor mpaka siku tunaminada jamvi. Hiyo ni awamu ya kwanza, unamuelezea mteja. Ukishamuelezea mteja anaridhika kwamba je, kipato nilicho nacho naweza kufanya hii kazi mpaka hapo. Unatoka labda kuanzia kwenye ground floor kwa maana ile jamvi kwenda mpaka labda ring beam kama ni nyumba tu ambayo haina shatari. Unafunga lenta, unajenga tofali za juu, kuna baki kupaua. Tena kwa maana issue ya tofali kwamba hii nayo ni kiasi fulani. Unatoka kwenye mwisho top ya tofali unaenda kwenye roofing kwa maana ile paa kwamba ambao kiasi itagharimu kiasi fulani, yani bati, mbao, misumari na nini ni kiasi fulani. Labor charge kiasi fulani. Grand total kiasi fulani, yani jumla, mahesabu ya jumla kiasi fulani. Anaridhika. Bwana mahesabu yako nimeiona. Sasa bwana anaona labor charge yako inakwaje? Ni hiyo hapo. Najumlisha ile awamu ya kwanza, ya pili na ya tatu kabla ya finishing kwamba grand total ya labor charge ni hapo ni kiasi fulani. Alafu material kuanzia awamu ya kwanza mpaka ya pili na ya tatu ni hapo. Grand total hiyo hapo. Unamwachia unamjazia pale. Kwa umemfungua mteja. Mimi ndo napenda hivyo na ndio nilivyozoea na ndio kitu ambacho nimeona kinampa uwepesi mteja. Muda tajiri unakuta fundi mwingine anakuambia, "Ni bwana napenda tu ukimwambia tajiri anaogopa, mshasikia kukupi kazi." Yule anayejenga ni bosi, ni tajiri, ni mteja, lakini huwa hana idea au kufanya ujenzi. Anaweza kaona labda nyumba kama self inajenga kwa milioni labda 10, 15, kumbe anatumia 35 milioni. Kwa hiyo utakuwa umemkwamisha mbele, anaikopa mahali au ameweka haitoshi chochote, kuona kuwa umemletea matatizo. Anaanza kazi naisha katikati, mshasikia inakaa miaka miwili, mwaka. Lakini sisi tunapenda katika Vitalis ujenzi, yani kwa maana ya kulango timu yangu kama director huwa na washauri wale zangu tunafanya nao kazi kama ni vyema tukamfungua mteja kwa jinsi hiyo. Hivi kwa kifupi labda niseme kwa ile eneo la kujitambulisha au maelezo kama hayo, mimi nimeishia hapo kwa kwamba nahitaji watu wa mataifa mbalimbali na mikoa mbalimbali. Kweli kazi zetu wasiache kuzifuatilia. Utaona, yani angalia kazi, tunaenda na wakati uliopo, tunajenga nyumba kutokana na wakati, nyumba bora, nyumba safi, zimenyooka, zenye height nzuri, madirisha makubwa. Tunajenga nyumba hata ukiingia mwenyewe na ukiangalia unafurahi kabisa. Na tuna sifa kuu 3. Maana hili ni swali lingine la kiimani, lakini acha nikwambie sababu wote Tanzania tuna asili ya hofu ya Mungu na asili ya kumcha Mungu. Karibia timu yangu yote, yani karibia robo 3 ni watu wenye hofu ya Mungu. Tuna sifa kuu 3 ambayo kipo ya kwanza, cha kwanza ni uaminifu, cha pili kazi nzuri, cha tatu kufanya kazi kwa wakati. Yani kama kazi ya miezi 3 sisi tutaifanya kwa miezi 1 au mwezi 1.5. Kwa maana tuko tayari kufanya makazi kama saa 24 tupumzike kwa wakati. Kama mteja fedha yake inajitosheleza, nikihitaji fedha ya labor analipa, nikihitaji fedha ya material anatoa. Na pia kuna option ambayo sijazungumzia. Kuna issue moja, kuna kunikabidhi jengo kama jengo, kama nataka kunikabidhi ufunguo. Yote tuna uwezo wa kufanyana mahesabu na mteja, tunamalizana bila shida yoyote. Tunajiamini, tunataka maandishi kwa wanasheria, tunataka maandishi popote, tuko sawa. Lakini pia kuna hiyo ya kujenga kwa awamu na tukalipana hata kwa awamu 2 au 3 au 4. Ni makubaliano tu. Na hata ukitaka kwamba tunajenga unanipa hela wewe kama uko site, unanipa fedha tu, nikihitaji muda kwa wiki 2 yote. Kwa hiyo tunafanya kazi na mtu aliyepo aina yoyote. Mwenye leo mwenye kipato cha kidogo, kikubwa tu ni mimi nilinde kwamba hii kazi ninaifanya mimi itanipa pesa.